tunayoishi inaendeshwa kwa kanuni. Ipo kwa kanuni. Kwa hiyo wanadamu wote na viumbe vyote vilivyopo duniani vinaishi ndani ya kanuni ambazo zinaiongoza dunia. Na ili tufanikiwe kuishi katika hii dunia, ni muhimu kujua kanuni gani zinazotusaidia sisi kuweza kupata au kuweza kuishi vile tunavyotakiwa kuishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Dunia hii tunayoishi ina kanuni zake ambazo ili uweze kuishi kwa raha na kuifurahia dunia ni lazima uweze kuzijua na kuishi katika hizo kanuni. Na moja ya kanuni ya kuweza kupata au ya kuweza kushinda chochote unachoshindana nacho au chochote unachokitaka imewekwa hapa kwenye Ufunuo wa Yohana sura ile ya 12 na mstari ule wa 11. Katika hii sura ya 12 Yohana alikuwa akionyeshwa kwa habari ya vita kati ya shetani na kanisa la Mungu. Na mimi ni kanisa na wewe ni kanisa. Kwa hiyo kanuni hii ambayo Yohana anafunuliwa na Mungu ndiyo kanuni ambayo mimi na wewe kama kanisa lililopo ulimwenguni linaweza likaitumia na kuweza kupita mahali popote ambapo kwa macho ya kibinadamu haiwezekani kupita. Neno la Mungu linasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Hao ni wakina nani waliomshinda? Ni kanisa la Mungu. Limefanya vita na shetani, limefanya vita na ibilisi na mawakala wake, nalo likapata kushinda. Sasa limepataje kushinda kanisa la Mungu dhidi ya shetani? Limepata kushinda kwa hizi kanuni hapa ambazo Mungu anazifunua kwa Yohana. Anasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna vitu vikubwa viwili hapa ambavyo vinakupa kushinda, alafu vinakuja kusindikizwa na kitu cha tatu. Vitu vikuu viwili ni damu ya mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Damu ya mwana kondoo, damu ya Yesu Kristo, ndiyo iliyolipa nguvu kanisa la kushinda dhidi ya kila vita ambayo shetani alikuwa akishindana nayo. Tuna kanuni ya kusema sisi wa Kristo ya kwamba Ukristo unajipigania, Ukristo unajitetea. Na ndio maana kila wakati ambapo shetani alifanya vita sana na kanisa, ndio wakati ambapo kanisa lilipata nguvu kupita kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini kanisa linapata nguvu? Kwa sababu tayari lilikwisha kumshinda shetani kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo kitu cha kwanza, kanuni ya kwanza ambayo inaweza ikatusaidia sisi kushinda dhidi ya kila upinzani tunaokutana nao, kanuni ya kwanza inaweza kutusaidia sisi
kupita mahali ambapo wanadamu wanasema hatuwezi kupita, ni kanuni ya kutumia damu ya Yesu Kristo. Sasa hii, kwa nini damu ya Yesu Kristo? Kwa sababu mwanadamu alikwisha kushindwa tangu wakati wa Adam. Kwa nguvu za kawaida na akili za kawaida, mwanadamu alikwisha kushindwa na shetani tangu Adam. Sasa hapa ufunuo wa Yohana unatufunulia kitu gani? Unatufunulia ya kwamba tunapata kushinda tena yule shetani aliyetushinda wakati wa Adam kwa kutumia damu ya Yesu Kristo. Kwa nini? Kwa sababu ndio damu pekee iliyowahi kushindana na shetani, nayo ikamshinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio damu pekee ambayo iliweza kupita mahali ambapo wanadamu wote hawakuwahi kupita. Ndio damu pekee ambayo iliweza kumfunga shetani kwa funguo na kumnyang'anya mamlaka aliyokuwa nayo. Ndio damu pekee yake tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua, wachawi wakitaka waingie kwenye nyumba ya mtu huwa hawapitii mlangoni. Wakitaka kuingia kwenye nyumba yako hawapitii mlangoni, maana kwenye mlango kila mtu huwa anapita. Kwa hiyo wana kanuni za ulimwengu wa roho zinazoweza kuwasaidia wao kuingia katika nyumba yako kwa namna ambayo wanadamu wa kawaida hawawezi kupita. Kwa hiyo hata akiwa mchawi wa namna gani, asipotumia kanuni ya kuingia kwenye nyumba yako kama ilivyo katika kanuni za kichawi, hawezi kuingia kwenye nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakitaka kuingia wanafanya nini? Wakitaka kuingia kwenye nyumba yako, kuna namna wanayoitumia. Wataanza kuimba nyimbo. Ukiwasikiliza waliokuwa wachawi wanafunua hii siri. Wanasema wakitaka kuingia kwenye nyumba ya mtu, wanaenda kwenye kona ya nyumba, wanasimama kama pale kwenye kona. Alafu wanaanza kucheza na kuimba zile nyimbo zao. Ataimba nyimbo, alafu anapiga ule ukuta na matako pa. Usipofunguka anarudia tena. Ataimba, atacheza, alafu anapiga mlingo pa. Mpaka pale ukuta utakapofanya nini? Utakapofunguka. Hiyo ndio kanuni walionayo. Hamna kanuni nyingine zaidi ya hiyo. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo akifika kwenye nyumba yako atahangaika kwenye hiyo kona mpaka afanikiwe kuingia. Ataimba hizo pambio za kuvuta uwepo wa mapepo wa kumsaidia kupita kwa namna isiyo ya kawaida ya kibinadamu. Sasa na sisi ambao tumekombolewa na damu ya Yesu, tuna kanuni ambayo inatupa kibali cha kupita mahali popote ambapo kawaida ya wanadamu haiwezi kupita. Na kanuni namba moja ni kanuni ya damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ufunuo wa Yohana hapa unatufunulia, huyu mtakatifu mtumishi wa Mungu Yohana anafunuliwa vita dhidi ya kanisa na ibilisi shetani. Anaona jinsi kanisa linavyopambana na shetani usiku na mchana. Alafu mwisho wa siku anaona kanisa linapata ushindi kwa kutumia damu ya Yesu Kristo. Unabii uliotolewa kuanzia wakati wa Nuhu mpaka anapokuja kuzaliwa Yesu Kristo haukuwahi kulisaidia kanisa kushinda vita dhidi ya shetani. Na hapakuwahi kutokea na nabii aliyetangaza ya kwamba tumemshinda shetani kwa sababu tumeomba vizuri, tumemshinda shetani kwa sababu tumetenda matendo mema. Hapakutokea na nabii aliyewahi kutangaza tangazo la namna hiyo, mpaka Yohana anakuja kufunuliwa ya kwamba nalo kanisa la Mungu likamshinda huyo shetani kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu. Kanuni ya kwanza ya kutupa kumshinda shetani ni damu ya Yesu Kristo. Kwa nini inatupa kushinda? Kwa sababu yenyewe ilikwisha kumshinda shetani, ikalipa fidia ya kila namna unayoijua katika uso wa nchi. Kuna mahali fulani Yesu Kristo anashangaa. Mungu anasema, nilikupanda mzabibu mwema, umegeukaje kuwa mzabibu mwitu? Hizo ni sayansi za ulimwenguni, na sayansi hiyo
kubadilisha mzabibu mwitu uliopandwa na ukaanza kuzaa zabibu zilizo njema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa la Mungu, wakati Yesu Kristo anashangaa mchezo ambao shetani aliucheza wa kubadilisha mzabibu mwema ukaanza kuzaa mzabibu mwitu, ndio kanuni tunayoweza kuitumia kubadilisha mzabibu mwitu ukazaa mazabibu yaliyo mema. Inatupasa kujua ni kanuni, ni sayansi gani inayotumika kwenye ulimwengu wa roho wa kupita mahali ambapo wanadamu hawawezi kupita, wa kupata kitu ambacho hakuna mtu aliyewahi kutegemea utakipata, wa kushinda vita ambayo hakuna mwanadamu alitegemea unaweza ukashinda. Kanuni ya kwanza ni matumizi ya damu ya Yesu Kristo. Na kanuni ya pili anasemaje? Kanuni ya pili ambayo tutaiangalia kwa mapana zaidi ni kanuni ya ushuhuda wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema na kwa neno la ushuhuda wao. Kwa hiyo hapa wanacombine vitu viwili. Wanachukua damu ya Yesu Kristo, wanachukua na ushuhuda wa mtu anayetaka kushinda. Kwa hiyo hao walioshinda hii vita walishinda kwa kuchanganya mambo mawili. Wakaichukua damu ya Yesu Kristo, wakachukua na maneno ya vinywa vyao. Sasa ushuhuda maana yake ni confession. Ushuhuda wa neno lao maana yake ni ukiri. Ni moja ya silaha ambayo ukiitumia shetani hana namna ya kuweza kupambana na wewe katika hilo eneo. Maana ndio silaha ambayo Mungu alitumia kuumba ulimwengu na kila kitu unachokiona. Maandiko yanasema Mungu akasema na iwe ikawa. Maana yake kinywa kikaanza kukiri, kikaanza kutamka, vitu vikaanza kutokea. Sasa kwa sababu shetani aliondoa ule uwezo wa kiungu ndani yetu, damu ya Yesu inakuja kurudisha ule uwezo wa kiungu ndani yetu. Tunapoanza kuitumia sasa damu ya Yesu kwa kuanza kukiri baadhi ya vitu tunavyovitaka, damu ya Yesu inaanza kuturudishia ule uungu tulio nao. Inaanza kuturudishia ile sifa ya kutamka vitu na vikawa. Maana si kila mtu anaweza katamka kitu na kikawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu tumetamka vitu vingi na havijao. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu ambavyo, kanuni ambazo tumeshindwa kuweza kuziconnect. Tunatamka hivi vitu tukiambatanisha na nini? Mungu anataka atufunulie hii kanuni ya kwamba chochote unachokitaka katika uso wa nchi, ikiwa kiko kwenye mapenzi ya Mungu, una uwezo wa kukipokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tutakuja kujifunza zaidi hapa kwa habari ya ushuhuda wa neno lao. Lakini nataka tumalizie hapo, iko kipengele cha C cha mstari. Maandiko yanasema ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Sasa hapa ukitafsiri kichwa utatafsiri ya kwamba yani piga ua garagaza, naweza nikafa, hata nikubali kufa kwa ajili ya Yesu Kristo. Ni kweli, ni sawa. Lakini sikiliza neno linasemaje? Hawakupenda maisha yao hata kufa. Kwa maana gani? Kuna maisha waliokuwa nayo ambayo waliyaona hayana maana, isipokuwa wako tayari kupambana ili wapate kile wanachokitaka. Wako tayari kutoa uhai wao ili kupata kile wanachokitafuta. Inafunua kwa habari ya strong desire ya kutafuta kitu unachokitaka. Inazungumza kwa habari ya shauku ya hali ya juu ya kupambana kwa nguvu zako zote hata kupata kile unachokitaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nimesema ukitafsiri kichwa utasema ya kwamba ndio wale watu wanasemaga chukua vyote niachie Yesu. Na kuambia shetani akilisikia hilo neno atakuja achukue na Yesu utaondoka, utamwacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulisoma wapi? Maandiko yanasema ya kwamba tumwachie shetani vyote, tubaki na Yesu. Lakini ukikuta tunapiga hapa ndio chukua vyote niachie Yesu. Chukua vyote niachie Yesu, wewe sio Ayubu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka tuangalie
tuunganishe sasa hiki kanuni ya kwanza na ya pili ikisindikizwa na hiki kifungu cha mwisho hapa. Maandiko yanasema nao wakamshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo, alafu na kwa ukiri wao. Ile ushuhuda wa neno lao ni ukiri wao, ukiri unaokiri juu ya afya ulio nayo, ukiri unaokiri juu ya kile unachokitaka, ukiuchanganya na damu ya Yesu Kristo, ukasindikizwa na strong desire ya kupata hiko unachokitaka, lazima vitu vitokee kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Tunajifunza kwa habari ya kupata chochote unachokitaka. Sasa kila mtu kwenye moyo wake anajua kitu anachokitafuta. Anza kusearch, unataka nini? Unatamani nini kitokee katika kichwa chako? Unatamani nini kifanyike? Unatamani nini kitokee? Nakwambia kanuni ya kupata ni kanuni moja tu iliyo kuu. Kutumia damu ya Yesu, kuchanganya na neno lako unalolitamka na ile shauku inayotoka ndani ya moyo wako. Ndio itakusaidia upite mahali ambapo wanadamu watasema, hakika hapa tumemwona Mungu akiwa upande wa huyu mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa basi, inawezekana unapenda maisha ulio nayo. Kama unapenda hali ulio nayo, maana yake hivi vigezo viwili, hizi kanuni mbili kuu hazina msaada kwako. Kwa sababu gani? Kwa sababu hivyo ulivyo unapenda kuwa hivyo ulivyo. Tutajuaje kuwa unapenda kuwa jinsi ulivyo? Yaani haiwezekani unaniambia, mnisamee, nazungumza kwa habari ya umaskini sasa. Haiwezekani unasema wewe unatamani kutoka kwenye umaskini, alafu haujishughulishi na kitu chochote kile kwa nafsi yako yote. Haiwezekani useme mimi ninatafuta kitu fulani kwa Mungu wangu, alafu haukitafuti kwa moyo wako wote. Tukisema jamani tumuombe Mungu, unakuja kwa sababu neno limekuja na kwamba tumuombe Mungu. Unapiga magoti tunaomba, ukitoka ukimaliza unaenda. Unashangaa mbona vitu havitokei, lakini naenda naombewa. Mbona vitu havitokei, lakini naenda na kwenye mikesha. Mbona vitu havitokei? Kuna kitu kingine umekiacha. Ile strong desire, ile shauku yako ya ndani ambayo uko tayari kupambana mpaka kufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Natoaga ushuhuda hapa mara nyingi sana, na ni kwa sababu ndio niliyoyapitia. Si kila mtu anaongea aliyoyapitia. Natoaga ushuhuda ya kwamba mimi nilipofikaga chuo wakati nasoma diploma, kulikuwa hakuna namna ya mimi kumaliza chuo. Yaani mazingira yote ya kawaida yanakataa ya kwamba wewe huwezi kumaliza chuo. Lakini ndani ya moyo wangu siku natia miguu pale kwenye kile chuo. Yaani siku nashuka pale, naingia naambiwa hii ndio fence ya Dar es Salaam Institute of Technology. Nikasema nimeingia mwaka huu, nitatoka mwaka fulani, nitamaliza na wenzangu wanaomaliza. Sitaweza kubaki nyuma. Nitahitimu, nitajua, Mungu atajua anavyofanya, ninachokijua nitamaliza na wenzangu wanapomaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakwambia niliingia kwa nguvu zote. Ulikuwa hauna namna ya kuniambia ya kwamba kuna nafasi ya kurudi nyumbani. Sikukubali. Siku moja niliingia kwa mkuu wa idara, nikaanza kumfokea. Nikamwambia, kwa nini unanifukuza niende nyumbani ili niwe mwizi au? Wewe shauku yako kuniona mimi nimerudi nyumbani. Kwa nini anambia sasa hii ndio kanuni inaposema? Nikasema hakuna bwana, kanuni si mmeweka nyie. Kwa hiyo mimi nikirudi nyumbani wanafurahia nini? Nikamwambia sasa ninakuombea watoto wako Mungu akawapige wakashindwe kuendelea mbele. Kama vile unavyotaka mimi nirudi nyumbani na watoto wako wakarudi nyumbani. Akasema sasa kijana unaongea maneno gani? Nikamwambia wewe si unaona raha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ninazungumza na mkuu wa idara, nazungumza nikionyesha shauku yangu ya kwamba hakuna nguvu ya kunizuia kupita mahali ninapotaka kupita. Mkuu wa idara akaambia subiri, akanionyesha matokeo yangu, akaambia nenda likizo nyumbani, urudi uendelee na masomo. Bila barua, bila nini, mzee Ngoma nikatoka zangu huyo home. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikuambie nini? Strong desire. Unataka kuona nini Mungu anachokifanya katika maisha yako? Unataka kufika mahali gani unapotamani kufika? Unatamani kuona kitu gani kinatokea katika nyumba yako? Ni ile strong desire ulio nayo, ukaichanganya na damu ya Yesu, ukachanganya na ukiri wa kinywa chako.
Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunapojifunza haya maneno, inamaanisha Mungu akitutazama anaona kuna mahali tunatakiwa tufike, lakini kuna namna hatujajiposition ili kuweza kufika mahali Mungu anapotaka. Sasa ni shauku ya moyo wangu kuona ndani ya kila mtu inaibuka chemichemi ya shauku ya hali ya juu ya kusema iwe mvua iwe jua, hapa ni lazima nipite kwa jina la Yesu. Alafu tuanze kuchanganya damu ya Yesu Kristo na ukiri wetu. Sikiliza uone hapa. Hem, tuende tusome ile, tukaangalia kitabu kile cha Luka. Tukaangalia kitabu kile cha Luka sura ile ya 4. Tuone kwa habari ya Yesu Kristo alifanya nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Luka sura ile ya 4 na mstari ule wa tanza na ule wa 17. Tuanze mstari wa 16 hapa. Maandiko matakatifu yanasema, akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Akasimama ili asome. Akapewa chuo cha nabii Isaya. Akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Akakifunga chuo, akamrudishia mtumishi, akaketi, na watu wote waliokuwamo katika sinagogi wakamkazia macho. Mstari wa 21, akaanza kuwaambia, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Wakamshuhudia wote, wakiastaajabu maneno ya neema yaliyotoka kinywani mwake. Wakasema, huyu siye mwana wa Yusufu? Akawaambia, hapana shaka mtaniambia mithali hii, tabibu, jiponye nafsi yako. Mambo yote tuliyoyaona, mambo yote tuliyosikia kwamba yametendeka Kapernaum, yatende na hapa pia katika nchi yako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa nini nimekusomea huu mstari hii sura ya Luka sura hii ya 4? Hapa ukifuatilia utaona Yesu Kristo ametoka mlimani kujaribiwa. Kwanza ameenda kwenye ubatizo wa Yohana, akabatizwa kwa maji mengi. Alipotoka, maandiko yanasema akaenda nyikani ili kuweza kujaribiwa. Akafunga, akaomba. Alipotoka, maandiko yanasema akarudi, akatoka Galilaya kisha akarudi kule nyumbani alikolelewa. Alipofika kule alikolelewa, maana yake amefika mahali ambako mazingira aliyonayo yanamtafsiri kwa jinsi ambavyo yamemlea. Lakini kitu alichokuja nacho kutoka mlimani ni kitu ambacho mazingira hayawezi kumtafsiri. Ametoka katika uwepo wa Mungu, anarudi nyumbani kwake, anaingia hekaluni. Maandiko yanasema akarudi kule alikolelewa, akarudi kwenye mazingira aliyokuwa akiishi na tafsiri zilikokuwa zikiendelea katika lile eneo. Alipofika mahali pale, maandiko yanasema kama ilivyokuwa desturi yake, kama ilivyokuwa desturi yako ya kuingia kanisani, kama ilivyokuwa desturi yako ya kusogea mbele za Mungu, Yesu Kristo akasogea, akaingia kanisani, akasimama ili apate kusoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Jumapili ijayo nitakufundisha ibada za Kiyahudi zilivyokuwa na nguvu ambazo zilikuwa zikishuka na kuachilia majibu. Utaona ya kwamba ibada tulizo nazo siku hizi zimepotea. Yesu Kristo aliposimama aanze kusoma, maandiko yanasemaje? Akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu. Akatafuta mstari unaomtambulisha yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Naongea na mtu hapa katika kanisa. Unapoingia katika nyumba ya Mungu, unapaswa kutafuta neno la kwako linalosema na wewe, litakalothibitisha kile ambacho unakitaka. Bwana Yesu asifiwe sana.
Yesu Kristo kapewa kitabu cha nabii Isaya. Sasa kazi kwake kusoma, unasoma wapi? Mara nyingi tunapokuja kanisani tunaanza kusoma maneno yanayowahusu watu na hatusomi maneno yanayotuhusu sisi. Mara nyingi tunapoanza kuzungumza kwa habari ya Mungu, tunazungumza kwa habari za watu wengine. Tunaacha kuzungumza yale ambayo Mungu anasubiri katika madhabahu yake tuyazungumze sisi kama sisi. Kwa sababu neno la Mungu ni kwa ajili ya kwako, sio kwa ajili ya mtu mwingine. Nikisimama kuhubiri, sihubiri kwa ajili ya mtu mwingine, natakiwa kuhubiri kwa ajili yangu. Yesu Kristo alipoingia hekaluni, maandiko yanasema alipopewa kitabu ili asome, amesimama katika madhabahu ya Bwana, akatafuta mahali panapoeleza habari zake, akaanza kuconfess, akaanza kukiri, akaanza kutengeneza ushuhuda wa neno. Napozungumza mahali hapa, unatakiwa kuanza kutafuta neno lako katika ibada ya siku ya leo na kuanza kutengeneza maneno yatakayokupa ushuhuda baada ya ibada hii. Tunapotoka mahali hapa, unatafuta neno la kwako, sio la mtu mwingine. Na mimi Anyerusi nikiwepo mahali hapa, ninapolisoma hili neno, natafuta ushuhuda wa maneno ya kwangu, sio ya mtu mwingine. Yesu akaanza kusema, Roho wa Bwana yu juu yangu. Watu wanashangaa, unasemaje Roho wa Mungu yuko juu yako wewe? Maana walikuwa wanajua hili neno ni kwa ajili ya nabii Isaya. Yeye kasimama anasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Wanakaza macho, wanasema wewe mwenyewe ni maskini, alafu amekutia mafuta kuhubiri maskini habari njema. Yesu Kristo hakujali wanawaza nini. Alichokijali ni kwamba nimesimama katika nyumba ya Mungu, nimeenda katika madhabahu ya Bwana. Mungu anataka kusikia nasema nini kwa habari ya maisha yangu kupitia neno lake. Kwa hiyo akaanza kuzungumza maneno yanayomhusu yeye. Nasema leo angekuepo fulani leo, lile lilikuwa neno lake kabisa. Inamaanisha umetoka kapa zero kabisa. Lakini Yesu Kristo alipoingia, huyo ndiye kielelezo chetu. Alipoingia hekaluni, ametoka kubatizwa, ametoka kwenye maombi, ametoka kunena kwa lugha, ametoka kushandalaizi kwa namna anavyojua. Anaingia katika nyumba ya Mungu. Hatafuti neno la mtu, anatafuta neno ambalo Mungu anasema naye katika madhabahu, ili apate kulikiri, confession, kwa sababu anajua nitamshinda kwa damu, nitamshinda kwa ukiri. Yesu akaanza kusoma, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuhubiri maskini habari njema. Watu wanaanza kuona wivu ya kwamba huyu anatamka maneno gani. Maandiko yanasema wakastaajabu kusikia maneno, jinsi anavyotamka maneno yaliyojaa neema. Anamtamkia nani? Hamtamkii mtu, anajitamkia yeye. Ni maneno gani yaliyojaa neema ambayo hujitamkii, unawatamkia wengine? Unatakiwa kwanza kujitamkia wewe. Kwa hiyo mimi kama Anyerusi naanza kujitamkia mimi, Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa waliofungwa uhuru wao. Yesu akaanza kukiri. Wayahudi wamemkazia macho, wanasema hustahili wewe kusema haya maneno. Yesu anasema najua ninachokisema, hili neno linanihusu mimi. Na kufundisha kanuni ya kupita mahali ambapo watu wengine hawawezi kupita kwa kanuni za akili za kibinadamu. Kanuni tumesema ya kwanza, damu ya Yesu. Ya pili tumesema ukiri, ikisindikizwa na shauku ya moyo wako. Kwa hiyo Yesu amesimama pale, shauku ya moyo wake inamwambia hata mkinipiga na kuniua, siachi kuyakiri haya maneno katika uwepo wa Mungu, siachi kuyakiri haya maneno katika madhabahu ya Bwana. Kwa hiyo amesimama kwenye madhabahu ya Mungu, anatamka maneno yaliyojaa neema juu yake. Anasema Roho wa Bwana yu juu yangu, Roho wa Bwana yu juu yangu, Roho wa Bwana yu juu yangu. Roho wa Bwana anasema huyu naye Roho wa Mungu atakuwa juu yake. Yeye anapambana na Roho wa Bwana yu juu yangu. Una neno gani ambalo unasimama nalo mbele za Mungu? Unasema piga au agaragaza, mimi niko hivi, mimi niko hivi, mimi niko. Waache waseme wanavyosema, wewe unapambana mimi niko hivi. Mahali ambapo shetani alipanda mzabibu mwitu, tunatumia kanuni ile ile. Kinywa. Ambia wewe mzabibu mwitu. Walikuambia uko hivyo, wewe mzabibu mwema. Kwa kila siku yeye wewe ni mzabibu mwema kwa jina la Yesu. Walisema hapa stoboi, hapa kwa jina la Yesu natoboa. Walisema hapa sivuke, hapa kwa jina la Yesu navuka. Mpaka shetani mwenyewe siku anakuja kushangaa matokeo yametokea, anashangaa. Anasema nilipanda maumivu katika hili eneo, mbona imegeuka furaha?
Sasa Jumapili nimesema tutajifunza namna ya kutembea katika ibada, namna ya kufanya ibada. Yesu asifiwe sana. Tutajifunza namna ya kufanya ibada. Hata kabla Yesu Kristo kuja, watu walikuwa wakimuomba Mungu, wagonjwa wanapona. Hata kabla ya Yesu Kristo kuja, watu walikuwa wakiomba Mungu, mvua inanyesha. Yesu mwenyewe alipokuja alipita mule kwenye ratiba ile kwenye maombi yale. Alichokifanya Yesu akavaa husika ya kwamba hii sasa ni mimi. Wakati wao wanasema ni Torati ya Musa, Yesu anasema ni ya kwangu. Wakati wanasema ni unabii wa Isaya, Yesu anasema ni wa kwangu. Ndio kitu kitakachotutofautisha na watu wengine. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa, utukufu na heshima ina wewe Yesu. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa, ni wewe Yesu. Tuimbe hapo kapambio kwa kiasi, alafu baada ya hapo hebu nenda mshukuru Mungu kwa maneno ya kinywa chako. Uko katika uwepo wa Mungu kama Yesu alipoingia hekaluni akaanza kusema kwa habari ya kwake na si habari za watu wengine. Sema habari zako kwa Mungu wako. Tamka yale ambayo unayataka yatokee kwa kinywa chako. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Kufa katika umri ulioshiba miaka yenye baraka na utoshelevu. Ninakataa kila magonjwa yaliyotamkwa juu ya kanisa lako, juu ya watoto wako. Ninayatangazia kwa damu ya Yesu Kristo, hayana uhalali wa kubaki katika mwili wake, hayana nafasi ya kubaki katika maisha yake. Kila roho za umaskini na maagano ya Mungu mabaya yanayofuatilia maisha yake, ninayatangazia leo. Maadamu mtu huyo amekuja katika uwepo wa Bwana, amekombolewa na damu ya Yesu, tunamnunua kwa damu ya Yesu. Mungu alikwisha kumkomboa na kumnunua kwa damu ya Yesu. Kila maagano ya Mungu mabaya na mapepo na majini na uchawi havina uhalali wa kubaki katika maisha yake. Tunakuamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, toweka ndani yake, achia maisha yake, achia kwa damu ya Yesu, achia maisha yake. Una uhalali wa kubaki katika maisha yake. Kila nguvu za giza na